Mamlaka ya Mapato mkoa wa Tanga kwa miezi 9 kwa maana kuanzia mwezi Julai 2025 hadi mwezi Machi 2026, mkoa ulikuwa umepangiwa kukusanya bilioni 296.3, lakini mkoa pia umeweza kukusanya bilioni 406.17, ikiwa ni ufanisi wa asilimia 137. Kwa ndugu waandishi, kama mnavyojua ni ufanisi mkubwa sana, lakini pia niwashukuru kipekee pia walipa kodi wetu ambao ndio wamewezesha tukapata huu ufanisi wa asilimia 137. Nawashukuru sana walipa kodi. Haya yote ni matunda ya mchango wao. Lakini sambamba na hiyo, naomba nisisitize yafuatayo. La kwanza, kama mnavyojua, mwezi wa kwanza hadi wa tatu ilikuwa ni kipindi cha makadirio. Tunashukuru walipa kodi wote ambao wamejitokeza kukadiriwa na kulipa kodi zao, lakini kuna baadhi ambao hawajafika. Nitoe wito tu, ofisi zetu ziko wazi. Wale ambao wameshindwa kufika kwa sababu mbalimbali, basi wafike tuweze kuwakadiria na waweze kulipa kodi yao. Kuna mazoezi mbalimbali yataanza kwa ajili ya kufuatilia wale ambao hawajalipa, kwa hiyo pengine waje mapema kabla hatujafanya hayo mazoezi. Kutakuwa na mazoezi ya barabarani kwa ajili ya magari, lakini na wafanyabiashara ambao hawajaja kwa ajili ya kukadiria. Kwa hiyo nitoe wito waje tuweze kuwakadiria na waweke mambo yao vizuri ili wasipate na hizo changamoto. Kama mnavyojua, mkoa wetu umepata bahati ya kupakana na nchi jirani. Kwa hiyo kuna biashara za kimataifa zinafanyika na wafanyabiashara wetu wanafanya hizo biashara, wanatumia hiyo fursa. Nitoe wito tu, kuna baadhi ya wafanyabiashara wanatumia njia zisizo rasmi. Kama unavyojua, tuna bandari, tuna kituo chetu cha Ororo, lakini na sehemu zingine, bandari ya Pangani. Nitoe wito tu, wafanyabiashara wahakikishe wanatumia mipaka yetu iliyorasimishwa kwa ajili ya kupitisha bidhaa zao, kwa sababu bidhaa za magendo zina athari kubwa sana. Cha kwanza, hata kwa nchi, bidhaa ya magendo inakuwa kwenye vituo vyetu, kuna taasisi mbalimbali ikiwemo TBS ambayo inapima ubora. Kwa hiyo bidhaa zote zinapita kwa njia ya magendo, tafsiri yake muda mwingine hata ubora zinakuwa hazina. Kwa hiyo zikiwa hazina ubora, zinaweza zikaathiri afya za wananchi.